pamoja na familia kwa ujumla. Niseme tu watakatifu wa Bwana wamenihudumia vizuri toka day one, siku ya Jumatano mpaka leo ninapoenda kuhitimisha. Kwa kweli wamekuwa wanyenyekevu, lakini pia idadi ilikuwa ni nzuri. Idadi ya maombi waliokuwa na kuja katikati ya juma, nashukuru Mungu, ilikuwa ni nzuri. Yako mengi ambayo tulitiana moyo, yako mengi ambayo tuliyaombea. Tunaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni atatujibu sawasawa na mapenzi yake. Wimbo nambari 13 tukiwa tumekaa. Alafu baada ya hapo nitasoma fungu moja na ndipo nitakuwa nikimaliza ibada hii ya leo. Yesu uje kwetu, uwe karibu. Ni ombi la kila mmoja wetu katika masaa haya ya jioni ambapo tunakwenda kuianza siku ya kwanza ya juma. Mwambie Yesu asante, anza pamoja na mimi katika maisha yangu. Mwambie Yesu asante kwa kuniwezesha, lakini Yesu ninakusii uwe karibu yangu. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 39 na ule mstari wa 21, katika kile kitabu cha Mwanzo 39 na lile fungu la 21, liko neno la tumaini katika maisha yetu. Neno la Bwana linasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kwenye jina Yusufu, toa jina Yusufu, weka jina lako. Lakini Bwana akawa pamoja na Manyasi. Toa jina la Yusufu, weka jina lako. Akamuhifadhi, akampatia kibali machoni pa mkuu wa gereza. Naomba nielezee mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, akamuhifadhi. Biblia yako inakwambia neno kuhifadhi, lakini wakati fulani neno kuhifadhi katika Biblia zetu za Kiingereza linasema mercy. Lakini wengine wameenda mbali zaidi ya hilo neno mercy. Wengine wanatamka lile neno reproof, wengine wanasema beauty, lakini wengine wanasema favor. Naomba nitumie hili neno favor, yawezekana likatambulika na likaeleweka kwa watu wengi. Yani Mungu anamtendea Yusufu favor. Akiwa wapi jamani? Gerezani. Neno favor, yawezekana wote tukalitoa hilo neno favor katika hali hiyo. Mimi naomba tuende katika hiyo asiye stahili, yani wewe asiye kuwa mkamilifu. Lakini kwa kuwa Yusufu alijisubmiti mikononi mwa baba alimpatia favor. Natamani katika mianzo mipya katika maisha yetu, katika kazi zetu, Baba wa mbinguni akakupatie favor. No matter wewe sio mkamilifu, no matter kinywa chako sio kitakatifu, no matter mawazo yako hayaendani na yeye anavyotamani, natamani jioni ya leo akakupatie favor. Jambo la pili ni kibali. Kibali ni kusii
Nako huku kwenye kibali amelitamka kama neno favor, gracious, lakini kuna wakati amelitamka kama gracious, lakini neno favor limetumika mara 38 katika Biblia za KJV, lakini likiwa lina maana kubwa zaidi. Wakati Yusufu akipewa kibali mbele ya macho ya mkuu wa gereza, walikuwepo watu wenye status nyingi, walikuwepo watu wenye majina, walikuwepo watu ambao ukimwangalia tu anakuvutia. Lakini swali la kujiuliza, kwa nini Mungu aliwaacha watu wote akaenda kwa Yusufu? Jibu ni hili: Yusufu alijisubmiti mikononi mwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Yaani achilia mbali alikuwa ni gerezani, lakini maisha yake, mawazo yake, kila jambo alilolitenda yeye alimwachia Baba wa mbinguni. Nataka nikwambie, usishindane na mtu, mwachie Baba mwenyewe akushindie. Tumeomba, tumesali, tumepeleka shida zetu, acha Mungu ajidhihirishe katika shida yako. Jioni ya leo Mungu akawabariki. Jioni ya leo Bwana akawatendee. Jioni ya leo hata kama ni gereza gani, naamini Mungu anaitwa sehemu yoyote. Kama ni gereza la familia, ukimwita atika. Ukimwita gereza la uchumi, ukimwita ataitika. Ukiwa kwenye gereza la changamoto ya kipato kibovu, ukimwita ataitika. Jioni ya leo Mungu akawabariki, akatupatie mianzo mipya baada ya hizi siku 10. Ondoka kwa ujasiri ya kwamba Mungu ametenda. Mungu akawabariki. Mungu akatuongoze. Tuombe. Baba yangu na Mungu wangu, asante kwa sababu ulinitumia chombo kidhaifu kufikisha ujumbe ambao ulitamani kwa mwaka huu ni utoe katika kanisa hili. Kama liko jambo ambalo nilienda kinyume na mapenzi yako, aidha katika kunena kwangu, ninakusihi ukanisamehe. Lakini kama kuna jambo ambalo kwa kweli lilienda vile wewe upendavyo, jina lako na likatukuzwe. Nilipata muda wa kuongea na watoto wako, tulipata muda wa kusemezana, tulipata muda wa kukualika ukatamalaki kwetu, na kuna wakati tulikuletea haja zetu. Baba, ninaamini ya kwamba hata zile haja ulizozipokea kutoka kwetu, leo nimepata ushuhuda ya kwamba ziko zingine umetenda. Hata zile ambazo ziko kwenye process, endelea kuzifanyia mchakato, na sisi tunasubiria baraka. Baba yangu, asante kwa waumini hawa wanyenyekevu. Asante kwa viongozi wazee wa kanisa ambao walikuwa bega kwa bega katika kufanikisha siku 10 hizi. Asante kwa watoto ambao ulitupatia wakati fulani kujumuika pamoja. Ombi langu ni hili, usipungue katika maisha yetu. Hata hivi jioni ya leo umetupatia mchungaji mpya katika mtaa wetu huu wa kisasa. Mchungaji Sabato Maseke pamoja na mama, ninawaweka mikononi mwako. Wanapoanza kazi ya utumishi katika mtaa huu na makanisa haya, Baba, naomba ukawapatie kibali. Watakapoingia katika nyumba za watoto wako, nikusihi wakaache baraka.
wanapowaombea watoto wako wenye shida mbalimbali, ni kusii kafanye muujiza kwa watoto wako. Baba, unapombariki yeye, usisahau wazee wa kanisa ambao wanasaidiana nao, lakini pia na viongozi wote, wajumbe wote wa baraza la kanisa. Baba yangu na Mungu wangu, ninamweka tena mikononi mwako mtumishi wako, Jaji Mkuu wa Tanzania Elda Masaju. Endelea kumtumia sawasawa na mapenzi yako. Eneo alilopo ni hekima yako tu inatosha. Endelea kumfinyanga, endelea kumpatia kibali, endelea kumpatia utisho, endelea kumheshimisha, kwa sababu tunakuomba wewe ni baba yetu, utatenda sawasawa na mapenzi yako. Nami mtumishi wako niliyehudumu katika siku hizi, endelea kunikuza kwa utukufu wa jina lako. Endelea kunifinyanga, endelea kuniongoza, endelea kunipatia kibali katika mtaa wa Ihumwa pamoja na Hombolo. Ninaamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi. Sitamsahau Elda Mchome, mwazini wetu katika jimbo la kati mwa Tanzania, katika majukumu uliyompatia kwa wasaa huu. Onekana kwake, na yote tutakushukuru kwa sababu wewe ni heri katika maisha yetu. Ndivyo ninaomba kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Jamani, Mungu akawabariki sana.